katika eneo lile. Karibu, mimi naitwa Suleiman Nyeri. Jumla ya wanafunzi 29 wa shule ya wasichana ya utumishi iliyoko Gilgil wanazuiliwa kwa upelelezi zaidi kuhusiana na tuhuma za kuhusishwa kwenye mkasa wa moto uliosababisha wanafunzi 16 kufariki usiku wa kuamkia jana. Hali ya wasiwasi imewakumba wazazi wa wanafunzi hao ambao wamefika katika shule hiyo kuanzia asubuhi ya leo kutaka kujua hatima ya watoto wao. Inaarifiwa kwamba zoezi la kufanyia uchunguzi na kuitambua miili ya waliofariki inatarajiwa kufanyika leo, lakini kwa taarifa zaidi tuungane na mubashara na mwanahabari wetu Ken Gashuhi akiwa shuleni humo kutuarifu zaidi. Hali ikoje katika shule hiyo ya utumishi Girls Academy kwa sasa? Hali iko vipi? Wazazi wanajihisi vipi? Na wale 29 uchunguzi unaendelea kukamilika ama wamezuiliwa wapi hasa? Gashuhi. Asante sana Yeri. Bado tuko hapa katika lango la kuingia katika shule hii ya wasichana ya utumishi hapa Gilgil, na hapa baadhi ya wazazi ambao hawajaweza kufahamu ni kipi kilichojiri hapo jana baada ya mkasa wa moto bado wako hapa. Wengine hawajaelewa iwapo watoto wao ni wako baadhi ya wale ambao wamezuiliwa hapa na majasusi au ni wako miongoni mwa wale 16 ambao waliweza kuaga katika mkasa huo. Lakini kile tunachofahamu ni kwamba kuna wale wanafunzi 29 ambao waliweza kuzuiliwa hapa shuleni jana wakati wenzao walikuwa wakielekea manyumbani na wazazi wao. Hawa 29 wakihusishwa na kile kilifanyika katika bweni moja hapa ambalo liliweza kuungua mida ya saa 6:30 usiku ama asubuhi ya kuamkia jana, na kutokana na hilo wanaendelea na kuweza kuulizwa maswali ama na wale majasusi ili kuweza kuhakikisha kujua kwamba imejulikana haswa ni nani aliyehusika. Hapa nje ya shule hii wazazi waliweza kufika mapema asubuhi wakitarajia kwamba watapata taarifa kamili kuhusu watoto wao, lakini kuna yule afisa mmoja aliweza kuwazungumzia hapa ama kuwataarifu hapa asubuhi na kuwagawa wazazi hawa katika vikundi vitatu. Kuna wale ambao hawafahamu kabisa ni kipi kilichofanyika kwa watoto wao, hawana taarifa yoyote kuhusu watoto wao kwani hawakuweza kwenda nyumbani, na pia kuna wale ambao tayari washafahamu kwamba watoto wao waliweza kuaga dunia katika mkasa huo wa moto, watoto 16, lakini hawajui ni kipi wanachofaa kufanya katika kufuatilia ile shughuli ya kutambua miili na pia katika kuhakikisha kwamba pengine kuna chochote kinafanyika katika kuweza pengine hata kuanzisha mipango ya mazishi. Na pia kuna lile kundi ambalo halifahamu iwapo watoto wao wako miongoni mwa wale 29 ambao wamezuiliwa hapa ama wako miongoni mwa wale 16 ambao waliweza kuaga dunia. Hii ni hali ambayo imeweza kuwapa wazazi wengi kuwa na hali ya kuchanganyikiwa kwa sababu hawana ufahamu wa taarifa kamili yani kipi kilichojiri kwa watoto wao. Lakini hapa ndani tumeweza kuona yule mkuu wa kitengo cha kuchunguza mauaji na pia visa kama hivyo hapa nchini, Martin Nyuguto, ameweza kuwa kiongoza kikosi ambacho kinaendelea na kufanya upelelezi hapa ndani ya shule hii, ila kwamba kufikia sasa bado wanahabari hawajaruhusiwa kuingia pale. Lakini tunaweza kufahamu ni kwamba lile bweni ni bweni ambalo linasemekana kwamba mlango moja wa bweni hilo ulikuwa umefungwa wakati wa tukio hilo na kusababisha baadhi ya wanafunzi kushindwa ama kutoweza kuondoka katika bweni hilo wakati moto uliweza kutokea. Na pia tumeweza kufahamu kwamba baadhi ya wale wanafunzi waliweza kupata majeraha. Ilikuwa wanafunzi 79 na baadhi yao waliweza kupata majeraha kutokana na kuvunjika miguu au mikono baada ya kuruka kutoka orofa ya kwanza ya bweni hilo hadi chini wakijaribu tu kujinusuru. Na hapa nilipo niko na mmoja wa wale ambao wameweza kufika hapa. Karibu kaka, na pengine tukianza na jina lako, unaweza ukasimama hapa utueleze ni nani anakuhusu katika shule hii na pengine ni taarifa hiyo ipi ambayo umeweza kupokea kufikia sasa? Kwa majina yangu naitwa Samuel Githua. Mimi nakaa maeneo ya pale Olkalau. Jana nilianza kupigiwa simu nikaambiwa shule imechomeka kwenye sister yangu anasomea hapa Gilgil. Jana sikuweza kufika. Nimefika leo. Nilifika hapa 7. Na kufika hapa 7
Sijaona kitu chochote, sijaingia, sijui sisi zangu wako wapi, kama ni hao wenye wanahesabiwa wamekufa ama ni wako hospitali. Sijui hadi sasa hivi sijui penye niko. Sasa mimi ningeomba hao serikali, hao wenye wako kwa gate, waache tu tuingie. Tujijue pande ile tuko. Tujue kama ni mochari ama ni hospitali ama kwa salama. Hiyo ndio ningeomba. Kuna taarifa yoyote nyingine ambayo mmeweza kupata kufikia sasa, pengine kuhusu wale ambao wako pale ndani? Wameweza kutoa majina ya wale ambao wanazuiliwa hapa? Ila mbali sahi kuna habari tumepata. Juu anatuambia bado tukae hapa, watatoa habari. Hata hatujijui ama kunaenda aje, na hakuna habari kutoka 7, hakuna habari wamelete. Pole sana kaka. Huyu ni mmoja wa wale ndugu wa wanadada ambao wanasomea katika shule hii ya upili ya utumishi ya wasichana. Hapa ni shule ambayo baadhi ama wale wengi, kwa kiasi kikubwa wanafunzi wengi wanaosomea katika shule hii ni watoto wa maafisa wa polisi au pia wale wanajeshi. Na kwa sasa tumeweza kujaribu kupata taarifa imekuwa finyu kwa sababu baadhi ya maafisa hawa hawajaweza kuwa wakizungumza, ama kulingana na ile kazi ambayo wanafanya sio kawaida yao kuzungumza mbele ya vyombo vya habari, na hivyo kupata taarifa hapa imekuwa vigumu. Lakini kama huyu ndugu alivyotueleza ni kwamba yeye hajafahamu dadake ako miongoni mwa wale 29 ambao wamezuiliwa hapa, ama yuko miongoni mwa wale 8 ambao wanaendelea kupokea matibabu katika hospitali tofauti, haswa jijini Nairobi, ambapo waliweza kuchukuliwa na ndege ya kijeshi hapo jana, na ama ako miongoni mwa wale 19 ambao waliweza kupoteza maisha yao hapo jana. Na sasa tunaweza kufahamu kwamba kuna wale viongozi wa serikali, haswa wizara ya elimu na pia wizara ya usalama, ambao wanatarajiwa kufika hapa na pia waweze kutoa taarifa kwa nchi kueleza ni hali imefikia vipi ama uchunguzi umefikia wapi, na iwapo wale ambao wamezuiliwa hapa ni wote watakuwa wakiendelea kuulizwa maswali ama kuhojiwa na majasusi, au kuna wale ambao wataweza kuachiliwa kwenda nyumbani. Hali si hali hapa, majonzi, pia hali ya kuchanganyikiwa miongoni mwa wazazi kwa sababu ya kukosa taarifa kamili hadi leo ikiwa siku ya pili. Lakini tunaendelea kufuatilia taarifa hii kuhakikisha kwamba tunajuza watazamaji wetu hapo baadaye. Kwako Yeri. Na Gashuhi, kabla ni kuachilie, ni fahamu kwamba wanapowazuilia 29 hawa ni dalili kwamba ndio wanaoshukiwa ndio walioanzisha moto huu? Hapo jana tuliweza kuzungumza na baadhi ya wazazi ama baadhi ya wanafunzi kupitia wazazi wao, na wale wanafunzi walikuwa wamewaeleza wazazi kwamba kulikuwa na ile hofu kuhusu swala la mtihani ambao ni kama uliletwa mapema kuliko vile walivyotarajia, na hivyo kuna baadhi wanadaiwa kwamba hawakufurahia jambo lile, na wanakisiwa kuwa walihusika katika kuanzisha moto katika orofa ya kwanza ya bweni hilo, na hivyo wakachangia katika kuweza kuchoma bweni hilo, kwa sababu ila kufikia sasa bado chanzo cha moto huo hakijabainika, lakini kiini chake ama kinakisiwa kwamba ni moto ambao ulianzishwa na baadhi ya wanafunzi kutokana na masuala yanayohusiana na mtihani, na baadhi ya waliokuwa pale katika orofa ya kwanza ndio waliweza kuaga dunia baada ya kushindwa kutoka nje ya bweni hilo. Na kwa hivyo wale ambao walitajwa na wenzao kwa maafisa wa ujasusi ndio baadhi ya wale ambao wanazuiliwa hapa, na kile tuliweza kujulishwa kwamba kuna baadhi ya wale wanafunzi waliweza kuelekea nyumbani hapo jana, lakini huenda wakarejeshwa hapa shuleni kuhojiwa zaidi iwapo walihusika katika kisa hiki. Ni kisa ambacho kinadaiwa ama kinakisiwa kwamba moto haukuwa wa kawaida, mbali unaweza kuwa ulianzishwa na watoto ama wale wanafunzi, lakini hii ni taarifa ambayo bado haijathibitishwa. Asante sana Ken Gashuhi kwa kuweza kutufahamisha hilo. Tuangazie masuala mengineyo. Familia moja katika kaunti ya Kiambu inaomboleza kifo cha kusikitisha cha kijana yatima mwenye umri wa miaka 22 alidaiwa kupigwa risasi na